Huduma ya maji. Mheshimiwa Waziri, tunaposema tuna 92% ya huduma, maana yake ni hii. Katika majimbo yote, maeneo yenye rangi nyekundu ni maeneo ambayo hatupo kabisa. Nimekuwa nikipokea simu kwa kakangu Ridhiwani sana, especially maeneo ya Pera, Kwara na Gwara. Hapa hatuna maji kabisa. Ni eneo ambalo DAWASA tunahudumia. Kuna maeneo ya Kiwangwa, Fukayose, Mheshimiwa Waziri, huduma ya maji hapa hakuna. Kuna maeneo ya Mandera, Kimange, huduma ya maji hakuna. Kuna maeneo ya Kerege katikati pale, huduma ya maji hakuna. Kwa Kibaha, maeneo ya Pangani tunatoa maji kwa mgao. Yapo lakini sio mazuri sana. Eneo hili lenye rangi ya blue skali ni eneo ambalo maji yapo kwa masaa 24. Kwa maeneo haya huduma maji ipo, na kama watu wapate maji ni swala tu la kufanya connection. Tumemaliza mradi wa Mbwawa kwa Mheshimiwa Mbunge Koka, na hii kazi almost imekwisha. Kwa jimbo la Segerea na Kinyerezi tuna changamoto ya Bonyokwa na Kinyerezi, lakini Saranga maji hapo. Tofauti ya rangi hii na rangi hapo, Mheshimiwa Waziri, ni kwamba hapa tunatoa kwa mgao. Hapa maji hapo muda wote. Kwembe tunatoa maji kwa mgao kwa zaidi ya masaa 18. Eneo hili la katikati ndo ambalo ni changamoto kwa sababu ya minuko. Kwa jimbo la Ukonga, Mheshimiwa Waziri, mimi naishi Kitunda, hakuna maji. Kwa Mheshimiwa Waziri, na mimi leo nitamuuliza mbunge wangu anatuletea maji lini. Mheshimiwa Waziri, kwa maana ya Vituka, Yombo Vituka, Buza, Kitunda, Kivule, Majohe. Kipande hiki Mheshimiwa Waziri ni kipande ambacho kimeumia sana mpaka Chanika. Kwa tunaposema zile 8% zinachangiwa sana na vipande hiki. Ukiona ni kama kistress kimejikata. Kwa jimbo la Kigamboni, Kigamboni rangi yake ni tofauti na rangi hii, kwa sababu hapa tunatoa maji kwa mgao. Kwa mfano kata ya Tungi tunatoa maji kwa mgao kutoka Luvuchini, tumevusha maji hapa darajani. Kwa hiyo wanapata maji kwa Luvuchini. Hawa wanapata maji kwa visima vifupi ambao kimsingi tunasema visima vya jamii. Tuna mradi inaendelea, nitaeleza baadaye. Kwa jimbo la Mkuranga tumefanikiwa, Mheshimiwa Waziri, kupeleka maji Mkuranga. Mkuranga yote inapata maji mpaka Kipalang'anda. Changamoto sasa ni kutoka Mkuranga kwenda Vikindu. Vikindu, Mheshimiwa Waziri, kama unaona rangi nyekundu kabisa, maana yake ni kwamba hakuna maji kabisa. Lakini tumefanikiwa kupita kipande hiki kidogo na Mkuranga maji sasa yapo. Mheshimiwa Waziri, kwa Kisarawe, Pemba Mnazi, Kisarawe tu, Kimbili, Twangoma kule, maji yapo lakini kwa mgao mkali sana, mara moja kwa wiki. Kwa hiyo haya, Mheshimiwa Waziri, haya maeneo ndio yanachangia kwa kupelekea huduma ya maji DAWASA kuwa 92%. Kwa jimbo la Kisarawe tumefanikiwa sana. Mheshimiwa Waziri, hii ni Kisarawe inayohudumiwa na DAWASA. Kisarawe kama wilaya kuna maeneo ambayo sisi hatufiki kwa sababu ni maeneo ambayo yako chini ya wenzetu wa RUWASA. Kwa hiyo kwa eneo ambayo sisi tunahudumia kuanzia Tumbi, Kiruvya wanapata maji. Na kama kuna changamoto wananchi moja apate maji, ni swala ambalo linawezekanika kujibiwa kwa muda mfupi, na swala la distribution. Kwa Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi sana, hii ndio hali halisi katika maeneo ambayo tunatoa huduma. Mheshimiwa Waziri, network yetu kama mnavyoona imegusa karibia maeneo mengi.
lakini bado ziko point ambazo hatujafika na kuna miradi inaendelea. Mheshimiwa Waziri, kuna miradi ambayo inafanyika kuhakikisha kwamba rangi ya kijani, tuna mpango wa kumaliza eneo lote, na hii mipango kama nitavyoeleza baadaye ni mipango ambayo tayari ipo committed na tayari ina pesa. Sio mipango ambayo tunasema tuko in feasibility study, hapana. Yote iko committed na yote ina wakandarasi. Kwa mfano Kitunda, nitaanzia home with home. Kitunda kwa Mheshimiwa Slaa tayari tumeshapata pesa bilioni 38 na tayari tumeshapata consultants, na hatua zinazofuata ni kusaini mkataba na consultant ili afanye detail design na kazi ianze. Kazi hii Mheshimiwa Waziri inakamilika mwaka 2023 mwezi Juni. Kwa hiyo jimbo zima la Mheshimiwa Slaa litafanana sana na majimbo ya Mheshimiwa Zungu. Mheshimiwa Zungu jimboni kwake changamoto yetu ni maji blockage, lakini ana changamoto ya maji. Kwa hiyo Kitunda yote Mheshimiwa Waziri sasa inakwenda kujibiwa, na haya ndio maeneo ambayo yanatunyima sana usingizi na yanatushusha kwenye service coverage. Tayari hii pesa ipo committed na kazi inatakiwa ianze mwezi wa 9. Kwa upande wa Kigamboni, Mheshimiwa Waziri tumeshafanya design tayari na tayari tumekamilisha source za visima vile 7 na tayari mkandarasi yuko site, na kimsingi hii kazi ya distribution ya jimbo la Kigamboni itafanywa na DAWASA wenyewe kutumia force account. Kazi ambayo sasa inakamilishwa ni kazi ya kujenga matanki makubwa pamoja na kuweka pampu kwenye visima ili kazi iweze kuendelea. Kwa maana ya jimbo la Kigamboni, maeneo ambayo sasa yalikuwa yameumia sana inakwenda kujibiwa. Mheshimiwa Waziri, tunaathirika sana pia na maeneo ya Vikindu. Tumekamilisha maji kutoka Mkuranga, sasa tunayatoa Mkuranga kuwaleta Vikindu. Tayari tumekamilisha tanki la lita milioni 2 na tumekamilisha visima virefu pale. Kwa hiyo maji yale yanakuja kusukuma mpaka Vikindu na network tayari imekamilika. Kama unavyoona Mheshimiwa Waziri, tumeconcentrate sana maeneo ambayo kuna makazi mengi ya watu. Hii ni eneo la Vikindu mjini. Kwa hiyo hii kazi ya design imekamilika. Kazi inayofuata sasa ni kukaza mabomba na tutafanya wenyewe. Kwa hiyo hapa tutangazi tenda. Tunatafuta tu supply mabomba na kazi inaanza. Sasa Vikindu ikikamilika Mheshimiwa Waziri, tunakuja kuiunga na jimbo la Mbagala hapa. Mbagala itapokea maji kutoka Mkuranga, itapokea maji kutoka Kisarawetu kwa maana Kimbiji, na itapokea maji kutoka mtambo wa Mtoni ambao unaishia hapa. Kwa jimbo la Mbagala na lenyewe Mheshimiwa Waziri, baada ya muda mfupi ujao itakuwa limekamilishwa. Mpango hii Mheshimiwa Waziri inaendelea na ina commitment ya fedha. Swala tu ni utekelezaji. Kwa hiyo Mbagala na wao kipande hiki ambacho kina rangi ya udhurungi itakuwa kimesha kujaa mabomba. Kwa hiyo Mheshimiwa Chaulembo, tunao taarifa sasa rasmi kwamba changamoto inakwenda pia kutatuliwa. Mheshimiwa Waziri, niende jimboni Chalinze. Chalinze tunafanya kazi kubwa mbili. Chalinze inakuwa. Chalinze sasa sio Chalinze ya miaka miwili iliyopita. Tunachukua maji kutoka Mlandizi kuyapeleka Chalinze. Baadaye tutayaunga na maji kutoka Mtamboni. Lengo letu ni kwamba kaskazini mwa mtambo tuhudumie na maji ya Ruvu, ya mto Ruvu. Kusini kwa mtambo tuhudumie kwa maji ya mto Wami. Kwa nini? Kwa sababu Msata muda si mrefu inaweza katangazwa kuwa mji mdogo, sababu inakuwa kwa spidi sana.
na Msata kuja Bagamoyo mjini, kile kipande kimeanza kujaa. Kwa hiyo lengo la mradi wa Mboga Chalinze ni kukava kipande hiki, na Mheshimiwa Waziri, naomba nitoe taarifa tuko zaidi ya 85%, na pampu zimekamilika, bomba linakamilishwa ndani ya mwezi huu, na tunadhani kama hapatotokea shida yoyote, mwezi wa 9 tuko tayari kuzindua ule mradi. Kuna kazi kutoka na ile fedha ya India. Kuna kampuni tumeshaipa kazi, Afcon inaendelea na kazi kwa maana ya kumalizia ule mradi ambao ulikuwa umesimama. Mheshimiwa Waziri, natoa taarifa kwamba ile kazi sasa imebadilika, mkandarasi yuko vizuri, yuko site na kazi anafanya. Kwa hiyo malalamiko itakuwa imekwisha. Kwa jimbo la Chalinze ambalo kikweli tulikuwa tumelionea sana, sasa na lenyewe itakuwa limeshakuwa covered, na itakuwa ina sosi mbili ya Ruvu na sosi ya Mtowani. Jimbo la Bagamoyo kwa maeneo ambayo tunahudumia, Mheshimiwa Waziri, hali sio mbaya. Mheshimiwa Waziri, nimalize na jimbo la Kawe. Jimbo la Kawe, yes. Mheshimiwa Waziri, tuna malalamiko makali sana kutoka kwa wananchi wa Goba, Mivumoni, Tegeta, Mabepande mpaka Bunju. Kipande hiki kinaonekana kuwa na rangi ya papo, rangi ya kijani mpauko, ni kwamba kinapata maji kwa mgao, lakini mgao wake ni mkali sana. Sasa tunafanya nini? Tumelaza bomba kutoka Bagamoyo kuja mpaka Changanyikeni, na tayari mkandarasi yuko site. Scope ya hii kazi ni kilomita 921. Mpaka tarehe jana amelaza kilomita 500 kama na 30. Tunajenga matanki makubwa 3 kwa maana ya Vikawe, Tegeta A pamoja na Mbweni. Kwa hiyo kukamilika kwa ule mradi, kipande chote kitabadilika kuwa na rangi ya kijani kama hapa. Kwa jimbo la Kibamba rangi yake si nyekundu, kwa sababu kuna maeneo ambayo yanapata maji na kuna maeneo ambayo hapati maji. Kibamba changamoto kubwa iko eneo ambalo la Mshikamano. Mheshimiwa Waziri, Mshikamano ina tabia kama za Mivumoni na Madale, ni eneo liko juu sana. Kwa maji yanayotoka Ruvu kupanda bila kusukumwa haiwezi kwenda. Kwa hiyo tutakifanya, tumedesign booster station hapa, booster pump ambayo itasukuma maji kuja tanki la Mshikamano. Tanki la Mshikamano likijaa, tutaconnect kwenye hizo line ambazo tayari zipo, zilazwa wakati wa mradi wa Indian Line of Credit. Kwa hiyo hii ikishakamilika, maana yake tuna inject kwa wananchi na changamoto itakuwa imekwisha. Mheshimiwa Waziri, kwa taarifa tu, hata naibu katibu mkuu wetu anakaa eneo hili, naye pia hana maji.